Chama cha wanasheria Tanganyika Law Society kimelaani vitisho vya kutishiwa maisha dhidi ya rais wake wakili Boniface Mwabukusi na kutaka vyombo vya usalama kuchukua hatua haraka iwezekanavyo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa siku ya Jumatatu na baraza la uongozi la TLS kupitia kwa makamu wake wakili Leticia Petro Ntangazwa, vitisho hivyo vilifikishwa kwa wakili Boniface Mwabukusi tarehe 10 ya mwezi Mei 2025 kupitia ujumbe mfupi wa maandishi uliotumwa na waliotuma vitisho hivyo. Ujumbe huo ulidai kuwepo kwa mipango ya kuondoa uhai wake. Aidha, TLS imeeleza kuwa imekemea na kulaani kitendo hicho kwani ni kinyume cha katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 na sheria za nchi ya Tanzania. Huku ikisisitiza wajibu wake wa kisheria, TLS imefafanua ya kuwa chini ya kifungu cha 4D cha sheria TLS sura namba 307, chama hicho kina jukumu la kulinda wanachama wake pamoja na umma kwa ujumla. TLS imelitaka pia jeshi la polisi kuhakikisha linachukua hatua dhidi ya waliohusika kutuma vitisho hivyo na kuwabaini kwa kutumia taarifa za simu iliyotumika. TLS inatoa wito kwa mamlaka za serikali, hasa jeshi la polisi lenye dhamana ya ulinzi wa raia na mali zake, kuhakikisha wakili Boniface AK Mwabukusi kama raia wengine anakuwa salama wakati wote, taarifa hiyo ilieleza. Aidha, TLS imesema itaendelea kufuatilia kwa karibu uchunguzi wa tukio hilo kwa kuwa linalenga kunyanyasa si tu wanachama wao bali kiongozi na taasisi nzima. Katika hitimisho la taarifa hiyo, TLS imesisitiza ya kuwa haitasita kutumia mbinu za kisheria kuzuia au